Leo tupo hapa katika ukumbi wa St. Gaspar, tuna mafunzo kwa ajili ya maafisa habari katika mikoa yote 26. Na lengo la mafunzo haya, tupo hapa kwa ajili ya programu inaitwa Jukwaa la Kizazi chenye Usawa au Generation Equality Forum. Programu hii ni mwendelezo wa jitihada za kumuinua mwanamke kiuchumi, ambapo ilifanyika mwaka 2020 wakati tunatimiza miaka 25 ya Beijing. Ndipo ambapo tulifanya kuangalia jitihada zilizofikiwa na ambazo hazijafikiwa, na hatimaye sisi kama nchi kwenye ahadi zetu ilionekana kuna baadhi ya ahadi hazijafikiwa na baadhi zingine zilikuwa zimefikiwa. Katika zile ahadi ambazo hazijafikiwa ndio ikazalishwa hii programu ya Jukwaa la Kizazi chenye Usawa iliyokuwa na malengo 6. Lakini sisi kama nchi tumechukua lengo namba 2, na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni kinara katika wa dunia katika eneo hili namba 2 la haki na usawa wa kiuchumi. Kwa hiyo tunatekeleza eneo namba 2 la haki na usawa wa kiuchumi katika kuhakikisha tunawezesha wanawake kiuchumi. Sasa tumeamua kuwaita maafisa habari wote wa mikoa 26 ili waweze kuunganisha habari na jitihada za serikali zinazofanyika katika kumkwamua mwanamke na kuwezesha wanawake kiuchumi, jinsi gani wataweza kuunganisha zile habari zilizopo kule na ambazo zinatolewa, na zote zikiwa na katika kumwezesha mwanamke. Tunajua kabisa tunao mikopo ya 10%, tunao majukwaa ya uwezeshaji wa wanawake kiuchumi, tunazo jitihada mbalimbali ambazo zinawekwa katika kumkwamua mwanamke. Jambo hili limeanza mwaka 2021 baada ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwenda kwenye mkutano uliofanyika Ufaransa na kutoa ahadi kwamba yeye anaenda kuwa kinara. Kwa hiyo huo ukinara ili uweze kufanyika, lazima wanahabari wakawapashe wananchi, wakaelimishe jamii. Kwa hiyo wanahabari ndiyo daraja letu kuwafikia wananchi. Kwa hiyo hawa ni watu muhimu, tuliona hapana, lazima waelimishwe. Wito wangu ni kwamba jamii ipokee kwamba hiyo ni mipango ya kubalance tu, kwamba hawa wanawake na wanaume, sio kwamba serikali inaawacha wanaume, hapana. Wanaume mpaka sasa wapo ngazi ya juu kidogo ukilinganisha wanawake. Kwa hiyo serikali sasa inainua wale waliokuwa chini ili kuwaleta sawa. Kwamba wito kwa jamii ipokee chanya mipango hii ya serikali na isaidie kuhakikisha kwamba kila mmoja anatimiza wajibu wake sehemu yake alipo. Jukumu letu kubwa ni kuelimisha jamii. Lakini pia mbali na kuelimisha jamii, kuonesha sasa kwa jamii ambazo zimechukua hatua ya kufanya mabadiliko, ni kuonesha mabadiliko hayo yanaleta tija gani katika jamii. Kubwa la kimsingi ni kuendelea kutoa elimu ili jamii ifahamu thamani ya huyu mwanamke na nafasi yake kwenye jamii. Unajua, ukifahamu thamani ya kitu ulichonacho huwezi ukakifanyia mchezo. Kwa hiyo kubwa ni kuendelea kuielimisha jamii fahamu thamani ya wanawake kwenye jamii yetu. Tumepokea kwa mikono miwili hilo jukumu na tutalifikisha ambako tunatakiwa ifike, na tunaamini kwamba programu hii itakuwa na mafanikio makubwa pale ambapo sisi tutafanikisha jamii kuelewa hasa inachotakiwa kukifanya.